Lakini kukumbushe tu ushiriki wako katika tukio hili ndio mchango, na mchango wenyewe si tu mchango kama ambao tunachangia harusi imekwisha. Hii ni sadaka, kwa sababu mtoto atakukumbuka na atakuombea kwenye dua zake, atakukumbuka. Kwa hiyo toa sadaka hii ili binti wa kike asikose vipindi darasani kwa sababu ya changamoto za hedhi. Sawa sawa. Asante kwa kuendelea kukaa hapa pamoja na sisi. Ni saa 1:45. Tuko hapa na tutakuwepo mpaka saa 3 kamili za asubuhi. Michungu, kuna mambo mengi pia yanaendelea. Tucheke kwenye bigisho hapa. Uwezi kukwepa kuzungumzia kile ambacho kinaendelea Chadema. Tuko tunazungumza mwanzo pale. Lakini bado naona tension ya watu wanatamani kuendelea kujua zaidi kuhusu hilo. Tulipokuwa tumeishia muda ule ni wao chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ukisikiliza wao wanaoyaongea, lakini wanachama kwa sababu bado hawajafukuzwa G55 na wao msimamo wao. Mtu mmoja akawa anasema hivi, ni kweli kwamba demokrasia inavunjwa Chadema au demokrasia ndio imekomaa Chadema kwa sasa kwa hiki kinachoendelea? Yes, kwanza ni kwamba demokrasia kuna mifumo unaweza ukajipima kwa kuangalia principles zake, kanuni. Unaangalia namna gani kwenye taasisi au kwenye nchi wanafuata transparent, kuna kwamba yani leo mchungu. Yes, niko nasema kwamba demokrasia kuna taasisi au kuna nchi tunaangalia misingi ya demokrasia ambao ni principle. Tunaangalia transparent kwa maana kwamba uwazi kule taasisi, tunaangalia accountability kwa maana kwamba uwajibikaji, tunaangalia rule of law kwa maana kwamba utawala wa sheria, tunaangalia namna gani mifumo ya tunasema political tolerance kwa maana kwamba uvumilivu wa kisiasa kuna taasisi husika, tunaangalia namna gani hiyo taasisi inakuwa na uwezo wa kuvumilia hoja na fikra za watu wengine na mambo mengi, kwa mfano accountability, uwajibikaji. Kwa sasa kupima dhana nzima ya demokrasia kwenye taasisi, lazima tuweze kuangalia misingi ya demokrasia. Lakini kuna chama cha Chadema ukitazama sasa hivi na hoja ambazo wamekuwa kistoa G55, unasema kwamba kuna namna ambavyo Chadema ambao wameizoea, Chadema ya kutoa fikra huru, Chadema ya kutoa mtazamo ambao unakuwa haupingwi au haukosolewi au wanaonekana kinzani na viongozi wa chama. Lakini vile vile ni kwamba kwenye taasisi za kisiasa ni kwamba mnapoenda kinyume na maamuzi ya chama, maana ni kwamba mnakuwa mmekiuka misingi na taratibu za chama, na ina nambari zaidi mnaweza mkaitwa kuwa wasaliti. Pale ambapo chama kinapoamua kwa kufanya vikao vyake vya ndani na kwa kufanya namna gani kama chama kinakuja na mwelekeo au matamko kuelekea kwa kipindi husika, wanachama ambao wanakuwa wanaenda kinyume na tamko hilo wanakuwa na wanachama ambao wanakuwa ni wasaliti ndani ya chama. Kwa sasa kwa hoja ukitazama kwa mfano maoni ya umma kwa maana kwamba public opinion kule mitandao hata kwa wananchi wanaweka wazi kabisa kwamba wanachofanya G55 cha kwanza wamekuwa wakienda kinyume na misingi ya chama, kwa sababu chama kikikuja na hiyo hoja ya no reform no election kwa maana kwamba hakuna mageuzi ya msingi, basi hakuna uchaguzi. Kwa hiyo kwa wao kuona kabisa kwamba wana wajibu wa msingi wa kuweza kushiriki kwenye uchaguzi, na hoja ambayo kimsingi wamezitoa hizo za chama kukosa nafasi yake ya kisiasa, chama kupoteza wajumbe au wanachama senior, chama kukosa kwa mfano ruzuku ambayo imekuwa ni muhimu katika kuendeshaji shughuli za chama, ni hoja ambazo zimekuwa zinapeleka ukinzani na upinzani ndani ya Chadema. Lakini vile ni kwamba ukitazama Chadema tunaweza tukasema kwamba imeingia kwenye phase nyingine ya political maturity, kwa maana kwamba ukomavu wao wa kisiasa kama chama, kwa sababu chama cha Chadema ukitazama kimepitia phase nyingi kuliko vyama vingine vyote. Vyama vingine ukitazama ni vyama vipya, ni vyama vigeni, ni vyama ambavyo kimsingi vinahitaji kukua. Lakini Chadema kuna historia yake, ishakuwa chama kikuu cha upinzani, kupata wabunge karibia 78, kuongoza harakati na mageuzi mbalimbali. Kwa hiyo Chadema hii ambayo kimsingi anaiongoza Mheshimiwa Lissu, inawezekana likawa ni basi ambalo limefika kituoni, kuna wanachama wengine wakashuka wakaingia watu wengine. Kwa hiyo kwa G55 inaonyesha wazi kabisa kwamba kuna baadhi ya mambo kwenye Chadema, kuna mtazamo fulani kwenye Chadema hawakubaliana nao kulinganisha na utawala ambao umepita. Wale tunaendelea kuyazungumza hayo, bado watu pia wanataraji leo kusikia ni nini atazungumza makamu mwenyekiti wa chama hicho kwenye kipindi hiki ambacho mwenyekiti wa chama bado yuko gerezani.
Naona maoni pia ya watu mbalimbali kwenye ukurasa wetu wa YouTube pia na wao wakiendelea kuzungumza kuhusu hili. Ali Lemon nimekuona, lakini Moses pia nimekuona. Moses yeye anashughulika zake na hedhi salama. Asante, kachagua kundi hili. Waka anajadili sana siasa, lakini kwenye jambo la muhimu kama hili leo anasubiri utaratibu. Na wengine wengi njoni hapa tunajadili haya huku pia na nyinyi mnaleta mawasilisho yenu. Jana wakati anazungumza Mrema, tutazungumza sana kuhusu Heche leo kwa sababu hakuzungumza sana jana. Na anatarajia kuzungumza leo. Leo ndo atazungumza mengi. Jana wakati anazungumza Mrema alizungumza pia kuhusu swala la ufafanuzi kwenye taratibu za kimaadili, kanuni za kimaadili. Na wao wakizungumzia kwamba G55 ni kama bado wana matumaini ya kuingia kwenye uchaguzi. Hivi ni kweli kwamba wanaweza kaondoka na wakaenda kupata nafasi nyingine? ACT wanawaita mara zote. Yes, kwanza ni kwamba lazima tufahamu kabisa kwamba mwanasiasa lengo lake la msingi ni kutafuta nafasi za kiuongozi. Na kwenye sheria zetu za kisiasa na ukiangalia mfumo wetu wa vyama vingi umeweka utaratibu kwamba hatuna sehemu mgombea binafsi. Kwa hiyo mwanasiasa ambaye anataka kutafuta nafasi mbalimbali za kisiasa anahitaji kwenda kutafuta mwamvuli mbalimbali wa chama. Sasa kwa hoja ambazo inajengwa na chama cha Chadema, wao wanasema hawaoni haja ya kuingia kwenye uchaguzi kama hakuna mabadiliko ya msingi. Sasa ndani ya Chadema kuna watu ambao wana matarajio ya kisiasa na wana matarajio ya kiuongozi na wana ndoto za kuja kuwa viongozi. Sasa milango ya kupata nafasi za kiuongozi ndani ya Chadema sasa hivi imefungwa. Kwa wanasiasa lazima waweze kutafuta milango mingine kwenye vyama vingine. Na hapo ndio imekuwa ikimwibua kwa mfano Mheshimiwa Zitto Kabwe, kiongozi mstaafu wa ACT Wazalendo, kwamba kuwakaribisha kwamba tumekuwa wote, wengine tumefundishana, wengine tumefanya kazi kwa pamoja, kwamba jooni. Kwa sasa kwa viongozi ambao wanaweza kuwa na ndoto za kiuongozi, wanaweza vile vile wakatafuta jukwaa lingine la kisiasa. Kama ambavyo hapa tumsikize Mrema alipozungumza kuhusu wao wakisitiza kwamba wanaua ndoto. Ndoto gani? Huyo hapa. Kanuni za maadili na kukifanya sasa kujiondoa rasmi kwenye uchaguzi. Jambo hili limeua ndoto za wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Wako kwenye Chadema kwa sababu wanawiwa kuwa madiwani wa wawakilishe wananchi kwenye kata zao. Watu hawa ndoto zao zimeuawa. Wako akina mama wanawiwa kuwa madiwani wa viti maalum wakakiwakilishe chama na wananchi wao kwenye kata zao. Wakina mama hawa ndoto zao zimekufa. Wako watu wanataka kuwa wabunge kwa kutokusaini kanuni. Ndoto za watu hawa zimekufa mpaka mwaka 2030. Hatuna uhakika kama tutakuwepo, Chadema itakuwepo ama la. Lakini tunawasikia viongozi wetu wakisema bora chama kife. Tumsikia makamu mwenyekiti bara. Wanafika mahali wanajaribu kuonyesha kwamba bado kuna mlango wa kimiujiza unaweza kufunguka. Tumemsikia mwanasheria mkuu wa chama akisema wanaweza bado kwenda kushiriki uchaguzi. Kanuni kifungu cha 1.5 kinasema wazi, chama kisichosaini maadili hakitakuwa na haki ya kushiriki uchaguzi. Kanuni zimeshakuwa gazetted, zimechapishwa kwenye gazeti la serikali. Sasa ni rasmi kwamba Chadema haitashiriki uchaguzi mkuu wa 2025. Yes. Kwanza hapo kuna hoja ambazo zinaibuka kwenye hiyo kauli. Utazama. Kauli ya kwanza ni kweli kwamba watu wanaingia kwenye siasa wakiwa na matarajio na wakiwa na maono yao binafsi kama wanasiasa.
Na ili uweze kukua kuna nafasi za kisiasa, unahitaji kupewa nafasi kwenye chama, unahitaji kuonyesha uwezo wako, talent, unahitaji kupata uzoefu wa kutumikia hiyo nafasi husika, lakini vile vile unahitaji kuonyesha matokeo ili wananchi waweze kuamini. Kwa sasa kwa hatua ambazo wamechukua Chadema inakuonyesha kabisa kwamba ni kweli kuna baadhi ya watu ambao walikuwa hizo tamaa na ndoto za kupigania nafasi za kiongozi, milango yao imefungwa. Lakini vile ni kwamba kuna hoja vile vile kwamba Chadema itakufa, ambayo inazungumzwa kwamba isiposhiriki na uchaguzi. Sasa hii hoja ukiangalia kisa lazima uipime kwa namna gani vyama vingine vya kisiasa tangu kuna uchaguzi wa kwanza mwaka 95 vimekuwa vikishiriki na uchaguzi, lakini je, relevanti yao kama chama, je, inapimwa kwa kushiriki uchaguzi au inapimwa kwa kubeba ajenda za Tanzania? Kwa sababu kuna vyama vingi hapa Tanzania vilikuwa vikishiriki uchaguzi kila baada ya miaka mitano, lakini je, impact yao ya kushiriki uchaguzi na mkakati wao kama chama kuweza kujipanga kistrategia na kuweza kupanga sera zake, wanasiasa wake, makada wake, na kuweza kuuza sera kwa Tanzania, je, huo mpango wao upo vipi? Kwa hiyo ni kwamba tunapozungumzia kwa mfano Chama cha Mapinduzi, kwa mfano Chadema, tunasema hizi ni fikra. Unajua chama kisa ni fikra, ni mitazamo ambayo watu wanaamini. Mtu anaingia kwenye chama kwa sababu ya imani kabisa. Kwa hiyo je, imani ya Chadema kwa wanachama wake, imani ya Chadema kwa wapenzi wake, je, imekufa au itaendelea baada ya chama hicho kutoshiriki uchaguzi? Hilo ni swala la msingi zaidi katika kupima namna gani relevance ya chama na survival wa chama inaweza kuendelea kama chama husika kinaweza kashiriki au kisiposhiriki. Kuna vyama kwa mfano hivi ambavyo vimekuwa vikishiriki na uchaguzi, lakini je, vina imani kwa wananchi? Vina imani kwa wanachama? Vina imani kwa wapenzi? Kwa hiyo hoja ya Chadema kufa lazima tuweze kuitazama katika hiyo mizania. Namna gani kama chama kimejimarisha kuanzia kwenye ngazi ya chini, namna gani kama chama kimeamua na kimeweka mkakati wa kujenga makada. Kile vile kwa namna ambavyo Chadema halisi ambacho inachofanya inaweza vile vile ikapoteza viongozi ambao wana matarajio ya kiongozi ndani ya Chadema. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wameingia Chadema anaamini kwamba hili jukwaa nitaenda kuwa mbunge, nitaenda kuwa diwani. Sasa milango inapofungwa kwa mwanasiasa kama huyo, lazima uweze utafuta jukwaa lingine. Kwa hiyo kwa mtindo ambao wameamua kuchukua Chadema, naweza kusema kabisa lazima watapata athari. Lakini vile kisa kwa muhimu, mkakati wa chama unapopangwa na viongozi ambao kuna level ya mikakati tunasema ni think tank. Cha kwanza tunaangalia strengths ya hatua ambayo kimsingi tunachukua. Tunaangalia threat, kuna matishio. Je, tukichukua hatua za Chadema kuto kuingia kwenye uchaguzi itapata matishio gani? Lakini vile tunaangalia opportunity, namna gani hicho chama kitapata fursa aidha kiingia kwenye uchaguzi au kisiingie kwenye uchaguzi. Lakini vile tunaangalia weakness. Je, mkakati ambao tutachukua kama chama utaweza kutuletea athari gani kama chama? Kwa hiyo level ya kufanya maamuzi makubwa ambayo yanagusa maslahi mapana kama taasisi ya kisiasa, lazima uweze kuangalia principle. Tunaangalia strengths, kumna kwamba tunaangalia umahiri, tunaangalia opportunity, kumna kwamba fursa, tunaangalia matishio, threat. Lakini vile tunaangalia namna gani kama chama kinaweza kikapoteza nafasi yake. Kwa kimsingi ni kwamba naamini kabisa kwamba chama cha Chadema ni maamuzi ambayo umefanya, ambayo yamezingatia tunasema rational approach. Una kwamba maamuzi ya kimantiki ambayo yanaweza kuangalia athari chanya na athari hasi. Moses G Pendaeli anasema jana moja kati ya kauli zake Mrema alisema mwaka 2020 90% ya wagombea wao walienguliwa. Kwa nini haoni kwamba hilo litafanyika tena mwaka huu ikiwa tayari kuna ushahidi wa mwaka huo wa 2024 kwamba kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa G55 wana lengo baya? Mtazamo wake. Asante Moses G Pendaeli kwa maoni yako na wengine wengi ambao wanaendelea